Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu Waislamu, katika majlisi hii tutaeleza, kwanza tutabainisha, mwishoni tutabainisha shubha zilizoletwa katika hadithi ya Jaria, na kama tulivyotangulia kusema kuwa hadithul Jaria ni kama mwiba vile, kama mwiba haijibiki, na tutaendelea kulithibitisha hilo katika majalisi zijazo ili watu waelewe kuwa Mtume alipomuuliza yule kijakazi Allah yuko wapi alikuwa anakusudia. Lakini pia katika majalisi zilizopita kuna hadithi ya Isra na Mi'raji, tulitoa maelezo lakini hatukusikia majibu yoyote. Na ningependa kwa ndugu zetu mnaofuatilia hizi majalisi, msiwe ni mustamiuna peke yake, muwe ni watu ambao mnanukuu hizi fawaid, ili mtu akiwa anafuata kitu afuate kitu kwa ilmu, kwa sababu ndio Qur'ani imetuamrisha hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yusuf asema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, sema kuwaambia kuwa hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, kwa ilmu, ana mimi mwenyewe Muhammad, wa manittaba'ani, na wale wanaonifuata. Lazima walinganie na wafuate majambo kwa ilmu, kama ambavyo ibada za mtu hazitakubalika kama hajazifanya kwa ilmu, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo tutakazia katika mada hii ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, kwa hadithi iliyokuwa katika Sahihul Bukhari, hadithi ya Jaria ambao tumeinukuu katika majalis zilizopita, ambao mpaka sasa hatujapata majibu yanayoweza kuipinga hadithi hii. Lakini vile vile katika kitabu Sahihul Bukhari, katika kitabu Tauhid, al-Imam al-Bukhari ameweka riwaya ya sahaba Anas ibn Malik, ambaye huyu alikuwa ni mtumishi wa Mtume na alimtumikia Mtume takriban kwa miaka 9 au 10. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anaeleza safari ya Mtume ya kuelekea Isra. Anasema, thumma ala bihi, yani Jibril, kisha Jibril akapanda na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatta jawaza sidratal muntaha, mpaka Mtume alipofika katika ile sidratul muntaha akaenda mwenyewe. Jibril alishia pale, na sidratul muntaha ni eneo ambalo mambo yote yanayotoka duniani yanaishia pale. Sasa riwaya sema hivi, thumma wadana aljabbara rabbal izzati fatadalla. Mtume alipovuka pale akaenda huko juu, kufika huko akamkurubia Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya sema wadana aljabbara rabbal izza, Mtume akamsogelea Mola wake. Kama alimsogelea wakati huo Allah alikuwa wapi? Na kwa itikadi yenu nyinyi masufi mnasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana sehemu, hayupo juu ya arshi yake. Sasa hapa napo panahitaji majibu. Mtume akamsogelea Mola wake, alimsogelea vipi? Tukirejea katika tafsir al-Jalalaini, naitaja tafsirul Jalalaini kwa sababu hakuna sufi ambaye ni mutamakin. Nikisema mutamakin ni manake ni ule ambaye amekaa amesoma, isipokuwa tafsirul Jalalaini ameisoma, ameielewa. Tafsirul Jalalaini katika suratul Isra, al-Imamu Jalaluddin Suyuti rahimahullahu ta'ala ameweka riwaya pale ya Ibn Abbas. Riwaya ile inaeleza kuwa Mtume alimuona Mola wake katika safari hii ya Isra. Sasa hapa tunataka tupewe majibu. Mtume alimuona vipi Mola wake
hali ya kuwa nyinyi masufi mnaitakidi kuwa Mola hana pahala. Alimuona vipi? Haya ni maswali ambayo mnatakiwa mje kutujibu. Na hii riwaya ya Bukhari inasema mtume akamsogelea Mola wake. Tukirejea katika sunan ya Imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala, lakini vile vile tukirejea katika musnad ya Imam Ahmad katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abbas ambaye ni ammi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Abbas anaeleza asema, alisema mtume kuwauliza masahaba zake, hal taduruna kam bu'da ma baina as-samai wal ardi, hivi mnajua umbali uliopo kati ya mbingu na ardhi? Qalu, wakasema la nadri, hatujui. Qala, mtume akawaambia, inna bu'da ma bainahuma imma wahida au ithnatani au 73 sana. Mtume akawaambia masafa yaliyokuwemo kati ya mbingu na ardhi ni sawa na miaka 70 au 70 na kitu. Hatta adda 7 samawatin, mtume akawa anataja masafa yaliyokuwa katika hizi mbingu mpaka akazitaja zile mbingu zote 7. Thumma fawqa as-sabi'ati bahrun, kisha mtume akasema juu ya zile mbingu 7 inapatikana bahari. A'lahu wa asfaluhu mithlu ma baina sama'in ila sama, juu yake ile mbingu ya 7 na juu yake tena ni sawa na mbingu na ardhi. Kisha mtume anasema thumma fawqa as-sabi'ati bahrun, kisha baada ya ile mbingu ya 7 kunapatikana bahari. Sasa masafa ya kutoka katika ile mbingu ya 7 mpaka kufika katika ile bahari, katika yale maji, ni sawa na masafa ya kutoka katika ardhi kwenda katika mbingu unayoiona kwa macho yako. Thumma ala dhuhurihimul arshu, mtume sallallahu alaihi wasallam asema kisha juu ya hivyo vyote, ala dhuhurihim, juu ya hizo mbingu 7 zote na hiyo bahari inapatikana arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baina asfalihi wa a'lahu mithlu ma baina sama'in ila sama, mtume asema pale bahari ilipo na arshi ni sawa na mbingu na ardhi, kisha pale arshi ilipo juu yake ni sawa na mbingu na ardhi. Thumma Allahu azza wa jalla fawqa dhalika, kisha Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya hiyo arshi. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Abu Daud, ni hadithi ya al-Abbas ibn Abdul Muttalib, lakini pia ni hadithi aliyopokea al-Imamu Ahmad katika musnad yake. Hadithi iko wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Lakini vile vile tukirejea katika Muslim, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu ipo katika mkono wake, ma min rajulin yad'u mraatahu, hakuna mtu atakayemuita mkewe ila firashi, katika godoro kwa ajili ya kufanya kitendo cha ndoa, fataaba alayhi, kisha yule mwanamke akakataa, illa kana alladhi, isipokuwa anakuwa yule ambaye fi sama, yupo juu ya mbingu, sakhitan alaiha, ni mwenye kumchukia huyu mwanamke. Hizi zote ni dalili zenye kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake. Lakini vile vile katika sunan ya Ibn Majah katika hadithi ya Jabir, qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, baina ahli aljannati fi na'imihim, wakati ambapo watu wa peponi watakuwa katika neema zao, idh sat'a lahum nurun, mara itachomoza kwa nuru, farafa'u ru'usahum, watanyanyua vichwa vyao,
fa idha rabbu ta'ala, mara watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, qad ashrafa alaihim min fawqihim, watamuona Mola wao akiwa juu yao. Faqala, kisha Allah atawaambia, assalamu alaikum ya ahla aljanna, amani iwe juu yenu enyi watu wa pepo. Wadhalika qawluhu salamun qawlun min rabbir rahim fayanzuru ilaihim, kisha Allah atawatazama waja wake, wayanzuruna ilaihi, na wao watamtazama. Fala yaltafituna ila shay'in minan naimi maadamu yanzuruna ilaihi. Mtume asema hawatoshughulishwa na neema yoyote maadamu wanamtazama Mola wao, hatta yahtajiba anhum, mpaka pale ambapo Allah ataweka pazia hawatoweza kumuona. Hii ni dalili inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pahala juu ya arshi yake, kwa sababu atadhihiri na watu watamuona. Lakini pia tulitaja hadithi iliyokuwa katika kitabu Riyadhus Salihin, Mtume aliposema satarauna rabbakum, mtamuona Mola wenu, kama tarauna hadha alqamara, kama mnavyoona huu mwezi. Rejea kitabu Riyadhus Salihin. Mtume anatolea mfano, anasema kama mnavyoona huu mwezi ndivyo mtakavyomuona Mola wenu. Hiyo ni dalili ya nini? Ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pahala, yupo juu ya arshi yake. Na mwanachuoni Ibn Abdul Barri ametaja maneno ya mmoja katika washairi wa Mtume ambaye anaitwa Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha alimsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mashairi yake, akasema hivi: shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamina. Abdullah ibn Rawaha anasema, mimi nashuhudilia kuwa ahadi ya Allah ni kweli, na kuwa moto ni makazi ya makafiri, na kuwa arshi ya Allah iko juu ya maji, na juu ya arshi yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, haina maana kama wanavyofikiria hawa ndugu zetu kuwa labda arshi ya Allah imegandana na yeye mwenyewe. Si kweli. Tumesoma sasa hivi hapa hadithi ya Abbasi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema pale arshi ilipo na juu yake ni sawa na mbingu na ardhi, kisha huko juu ndio anapatikana nani? Anapatikana Allah subhanahu wa ta'ala. Rejea hadithi aliyopokea Abbas katika Musnad Imam Ahmad na Sunan ya Abu Daud. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya riwaya zenye kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Sasa tuje katika hadithul jariya. Mimi nafikiri yawe matukio tofauti au liwe ni tukio moja, tunachotazama sisi ni maudhui ya hadithi zenyewe. Je, maudhui ya hadithi zenyewe yapoje? Maudhui yake na lengo lake ni la aina moja, hata kama visa ni tofauti, lakini maudhui ni ya aina moja na lengo ni la aina moja. Na muulizwaji, naam, ni sahihi kabisa. Muulizwaji hakuwa ni mmoja. Hadithi zote ambazo tulizitaja zote zilitaja jaria, lakini majaria hao walikuwa matukio yao ni tofauti tofauti. Kwa sababu riwaya kwanza inasemekana kuna mtu alimpiga jaria wake, tukio la kwanza hilo, manake na ule jaria mwingine. Riwaya nyingine yasema kuna mama alikufa, kabla hajafa akaandika wasia kumuhusia kijana wake aache mtumwa huru, tukio lingine hilo, na huyu jaria ni mwingine. Sasa hadithi zikishatofautiana matukio na sababu, uwezo ukazipa hukumu moja hata siku moja.
kwa sababu matukio ni tofauti na sababu ni tofauti, na kinachozungumzwa ni tofauti, na maswali ambayo mtume aliuliza ni tofauti. Vipi uzipe hukumu moja? Kwa hiyo mpaka hapa haya majibu hayajitoshelezi. Tunahitaji majibu ambayo ni mustakima, yaliyonyooka. Tupeni majibu sahihi kutokana na hadithul jariya. Hadithi zote ambazo zimetajwa hapo, ndani yake ametajwa jariya, lakini jariya wa huku sio jariya wa kule, wote ni tofauti. Ijazu harfin. Kwa ile mini uliotaka kuiona, maana yake inapatikana hivi: aina anti minallahi. Je, ipo wapi hadhi yako wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo kwa maelezo yake ambayo amekuja nayo hapa, anatuthibitishia kuwa aina iliyotumika kumuuliza ule jariya ilikuwa ina maana ya almakana. Na tukisema aina ya almakana ni ile aina inayotumika kuulizia daraja na cheo na nafasi ya mtu. Mfano, ukiulizwa aina anta min fulani, uko wapi wewe na fulani? Wewe na yule kweli, uko wapi wewe na yule fulani? Mbona ni watu mbali mbali? Kwa hiyo manake aina hii inatumika kuulizia nafasi, sio kuulizia sehemu. Lakini kuna nukta hapa nataka tuzijadili kidogo. Aina ambayo ina maana ya almakana, hivi jawabu lake linakuwa fi sama, kwa sababu fi sama ni sehemu. Sasa kama huyu jari ameulizwa na mtume daraja za Allah, kwa nini ataje fi sama? Hivi daraja za Allah zinahusika na mbinguni tu au na ardhini nako? Kwa utagundua kuwa hapa pana upotoshaji. Lakini jambo la pili, aina ya almakana lazima kuwe na min, lazima kuwe na min. Ukisoma katika alfia, katika babu mu'rabul asma'i na mfano wake, kuna kitu Ibn Malik amekitaja pale, iftiqar. Kuna kitu kinaitwa iftiqar. Iftiqari ni kuwa kitu kinahitajia kitu, kama ambavyo mara nyingi swila au ismu mausula inahitajia swila, kama ambavyo harfu jarri inahitajia ismu majrur. Aina ya almakana lazima kuwe na min. Moja ya sababu ni kuogopea iltibas, na tunajua hata katika balagha kuna vitu ambavyo wamevitaja wenyewe hapa. Alhadhfu, haiwezi kufanyika hadhfu ikiwa katika kufanya hadhfu kutakuwa na iltibas. Sasa haiwezekani aina ya hapa aliyotumia mtume kumuuliza ule jariya iwe ni aina lil makana, halafu wakati huo huo msomaji akisoma ale maneno kunakuwa na iltibasi kuwa aina ya hapa ni ya makani. Kwa hiyo hoja hii ni dhaifu. Hoja hii ni dhaifu, ni dhaifu, dhaifu at-talib wal matlub. Aina ya hapa shekhe ni aina ya almakani, sio almakana, kwa sababu aina lilmakana inahitajia min kwa ajili ya kuitofautisha na aina lilmakani. Kwa hiyo hoja hii na mimi nasema leo kuwa imekufa kifo cha kawaida. Maelezo aliyoyatoa yanatofautiana na maelezo aliyoyasoma kutoka kwa al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imamu Nawawi akasema aina Allahu maanahu, maana yake ni nini? Ma i'tiqaduki fillah, aqida yako wewe jariya, wewe kijakazi wewe. Aya maneno aina Allah, tafsiri ya al-Imamu an-Nawawi anasema ma i'tiqaduki, ni ipi aqida yako wewe jariya fillah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamini kila mmoja amesikia vizuri maneno aliyoyanukuu kutoka kwa al-Imamu Nawawi. Imamu Nawawi yasema maana yake ilikuwa ma aqidatuka, ni ipi aqida yako, ni ipi aqida yako. Ule jari yani akasema fi sama. Maana yake Mola anayemhitakidi uko wapi? Yupo katika mbingu.
bado hamjaruka kitu, tuko pale pale. Kwa hiyo Imamu Nawawi amesema swali la hapa maana yake ma aqidatuka, kwa sababu haiwezekani aina ya hapa iwe ni almakana, kwa sababu hata hawa Ashaira wenyewe hawakubali kumuuliza Allah kupitia neno aina. Sasa ajabu kwa ndugu zetu hawa wakisema kwamba aina ya hapo ina maana ya almakana, utagundua kabisa hapa pako na upotoshaji wa wazi kabisa. Ukisoma katika bayanu talbis aljahmia, katika fi bayani talbis aljahmia, utabaini ya kwamba huyu bwana mkubwa huyu Ibn Taymiyyah, maneno aliyoeleza mle utakimbia mzee. Maana yake Mwenyezi Mungu amebebwa na malaika, malaika wakashindwa nguvu, wakawa hawawezi kumnyanyua Mwenyezi Mungu na arshi yake kwa sababu ya uzito. Yani Mungu kakaa juu ya arshi, alafu malaika wananyanyua arshi ambayo juu ya arshi yenyewe yupo Mungu. Angalia vituko hivi. Kisha baada ya hapo, baada ya kuwa wameshindwa, basi Mungu huyo huyo akawalakinia waseme la haula wala quwwata illa billah. Waliposema la haula wala quwwa, Mungu akawa mwepesi na arshi ikawa nyepesi. Malaika hao wakabeba arshi pamoja na Mungu mwenyewe akiwa yuko huko juu. Hizi ni akida sawa sawa jamani. Sasa haya ni mambo hatari sana. Tena cha ajabu anasema hata huyo Mungu kama angetaka angekaa hata katika ubawa wa mbu. Yani mikiasi ya hovyo kumfanyia mikiasi ya ajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mungu angetaka angekaa katika bawa la mbu. Hayo maneno ambayo ameyanukuu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu Talbisul Jahmiyah, kwanza si maneno ya Sheikhul Islam bali ni maneno ya al-Imamu Darimi rahimahullahu ta'ala. Hayo maneno ni ya al-Imamu Darimi. Halafu jambo la pili, aliposema kuwa lau angetaka angekaa juu ya ubavu wa mbu, lau angetaka, manake haiwezekani, kwa sababu ametumia lau angetaka. Na katika lugha kuna kitu anakiita dharbul mithali bil mustahil. Kuna muda unaweza kupiga mfano kwa kitu ambacho hakiwezekani, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul law kana lirrahmani waladun, lau Allah angekuwa na mtoto, in kana lirrahmani waladun, lau Mola angekuwa na mtoto. Imetumika lau, manake haiwezekani. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume la in asharakta, lau Muhammad ungemshirikisha Allah, lau ungemshirikisha Allah, la yahbatanna amaluka, yangebatilika matendo yako. Huo ni mfano umepigwa, lakini je, mtume aweza kumshirikisha Allah? Haiwezekani. Hii katika lugha au hata balagha wanaita ni dharbul mithali bil mustahili, ambao ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano hiyo katika aya nyingi. Kwa hiyo kwanza hayo maneno tumesema si ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lakini kipengele hicho cha mwisho ulichokisema kuwa amesema lau Mola angetaka angekaa katika ubawa wa mbu, tutasema huo ni mfano tu umepigwa na unakubali katika matumizi ya lugha, kwa sababu ni jambo ambalo ni mustahili, haliwezekani. Anashuka, ana tafsiri hii ndo tatizo. Hakuna mtu anayekataa nuzulullah. Hiyo kama unavyosema kama qala rasul, kama alivyosema bwana mtume, sote ndivyo tunaamini hivyo. Hapa leo wamekiri, ndugu zetu leo wamekiri kwa vinywa vyao kuwa wanakubali nuzuli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah anateremka. Nuzuli ni kuteremka, ndio maana ya an-nuzuli ni kuteremka. Kuteremka ni Kiswahili, Kiarabu twaita nuzuli. Sasa ateremka vipi? Hatujui. Kama walivyosema wenyewe, kama tulivyouliza swali, angalia walichokisema. Nauliza, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza au hazungumzi? Mwenyezi Mungu anazungumza, lakini hana mdomo wa kuzungumzia, yani hatumii ala. Shida ya mawahabi ukiwaambia Mwenyezi Mungu wanakwambia ana mdomo.
Ndio maana anasema jamaa wana hatari sana. Anazungumza min ghairi alatin au jawarih. Bila ya ala wala bila ya chombo cha kuzungumzia. Mwanadamu ana chombo cha kuzungumzia. Kawekewa naye mwenyewe. Aiwa. Na mwanadamu ana harufi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi hivyo. Kama jinsi wanavyosema hawa kwamba wanampa Mwenyezi Mungu mdomo wa kusema. Leo nataka mgundue kitu kimoja. Katika hadithi ya an-nuzuli wamesema hivi, nuzuli hawataki kufasiri. Hawataki kufasiri. Wanasema tunafanya tafwidhi. Na ndio maana mimi nilizungumza katika majalisi zilizopita nikasema tafwidhi walivyoelewa wao ni makosa. Tafwidhu sio kuacha kufasiri neno. Kuna kufasiri neno na kutaka kujua uhalisia wa kile kilichozungumzwa. Ni vitu viwili tofauti. Ukisema qala Allahu, amesema Allah. Mbona umefasiri hapa amesema Allah? Na mimi nimewauliza kwa kusudi, Allah anazungumza au hazungumzi? Nilitaka kusikia wakisema tunafanya tafwidhi, hatujui maana ya kauli. Lakini hapo wamesema anazungumza, tena wakaongeza bila ya jawari, bila ya kuwa na ala za kuzungumza. Kule katika nuzuli wamesema iachwe kama ilivyo. Kwa nini mfasiri anateremka? Je, hapa kwenye kuzungumza, kwa nini na nyinyi mfasiri msiishie tu kusema kauli? Kwa nini mmesema anazungumza? Tafwidhu ni kulisoma neno Allah subhanahu wa ta'ala amestawi, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, Allah subhanahu wa ta'ala ni sami'un, Allah subhanahu wa ta'ala ni basiru, ukafasiri neno. Hii haitaitwa kwamba wewe haujafanya tafwidhi. Ukishafasiri neno, kwa sababu neno sami'u neno la Kiarabu, neno yanzilu ni neno la Kiarabu, neno qala ni neno la Kiarabu. Kwa hiyo ukisema kuwa qala Allahu, amesema Allah, tayari ushafasiri. Ushanasibisha sifa ya kuzungumza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini namna anazungumza vipi, hiyo ndiyo ambayo sisi hatujui. Lakini angalia yeye alivyokwenda mbali zaidi. Anasema yeye hana ala, manake anajua kaifia ya kuzungumza kwa Allah. Ndio maana akasema hana ala ya kuzungumza, hana nini. Tafwidhi sio hivyo. Tafwidh ni kulisoma neno ukalifasiri kisha ukaliacha kama lilivyo. Yanzilu, anateremka. Anateremka vipi? Mimi sijui. Hiyo ndio maana tafwidh. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu. Anasema vipi? Sijui. Wallahu sami'un alim, Allah ni msikivu. Anasikia vipi? Sijui. Allahu ni alim, ni mjuzi. Anajua vipi? Sijui. Mimi ninajua na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arshi, amestawi vipi? Sijui. Hii ndio maana ya tafwidh. Tamko unalifasiri, lakini maana yake unamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Imam Malik alipoulizwa kaifa stawa, hakuulizwa ma maana stawa, nini maana ya neno istawa, kwa sababu neno istawa lajulikanwa. Na Imam Malik akamwambia yule muulizaji, alistiwa ma'lumun, neno istiwa lajulikana, wal kaifu majhulu, lakini namna ya kustawi ndio hatujui. Kwa hiyo hivyo tukisema Allah amestawi juu ya arshi yake, yeye anajua. Sisi tunaelewa katika Kiarabu ukisema istawa ni kuwa juu ya kitu. Sasa je, wamegandana na hicho kitu? Je, amekaa vipi? Je, amesimama? Je, hizo je sisi hatuzitaki. Sisi kazi yetu ni kuamini kuwa Allah yupo juu ya arshi. Allah subhanahu wa ta'ala ateremka vipi? Sisi hatujui. Yeye amesema anateremka. Sasa hawa wamekataa kufasiri neno an-nuzuli, wakaja kufasiri kauli. Sasa umeruka nini na umekanyaga nini? Tunawauliza swali,
huyo Allah tutamuona vipi? Yani wakati anadhihiri pale, anadhihiri vipi? Atakuwa juu ya arshi yake au atakuwa la makana lahu, hana sehemu? Hili jawabu au hili swali letu tunaomba tupate majibu katika halaka zenu zijazo. Hadithi ya Isra na Mi'raj. Jambo la msingi hapa, nafikiri ndugu yetu kwanza kaisha hama mada. Yani hili swali analouliza maana yake mada ilishakufa. Na mimi hili swali kutokana na sasa hivi klipu imekuwa ndefu sana, mimi nitaona sina haja ya kuijibu sana, isipokuwa ni hivi: ndugu zetu hawa wao wanahisi Mwenyezi Mungu Subhanahu, na ndivyo wanavyoamini ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jismun, ni mwili. Ndio maana anasema ataonekanaje. Wao wanahisi ni nini? Ni mwili. Ili ndio tatizo ambalo walikuwa nalo. Sote Waislamu wote, labda maibadhi na mashia ndio ambao hawaamini kuonekanwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peponi. Wao hawaliamini hilo. Lakini sisi tunaamini kuwa tutamuona Mola wetu kama Allah aliposema katika suratul Qiyama, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira wujuhun yawma idhin nadhira. Nyuso siku hiyo nadhira, zitakuwa na nuru, zinameremeta, ila rabbiha nadhira, zikiwa zinamtazama Mola wao. Sisi tukawauliza swali, Mola tutamuona vipi? Kwa sababu nyinyi mnakanusha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la makana lahu, juu ya arshi hayupo. Ndio tukawauliza swali, Allah anasema nyuso za watu siku hiyo zitakuwa na nuru, zikiwa za mtazama Mola wao. Tumekaa peponi, Allah tujalie tuwe katika watu hao. Tumekaa peponi tumtazama Mola wetu. Wewe hapo unapata nini? Tumekaa peponi tumtazama Mola wetu. Sasa kama mnasema hamjui kuwa Allah tutamuona vipi, atakuwa katika mazingira gani, kama hamjui, basi hivyo hivyo sifa zingine za Allah, akisema anateremka, basi aminini kwamba anateremka. Mnapokanusha mkasema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hateremki, kwa sababu kama anateremka manake akifika katika wingu wa dunia kule juu ya arshi hakuna kilichobakia. Swali hilo hilo watakiwa kujiuliza wakati tutakuwa peponi, tutamuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je, kwa maana atakuwa ametoka huko aliko akaja katika pepo kwa ajili ya kuwaona waja wake, au itakuwa vipi? Kama haujui, basi amini hivyo hivyo kuwa Allah ateremka. Ateremka vipi? Sema mimi sijui. Wallahu aalam, yeye Allah ndio ajua zaidi.